tazwa at-tahdhir min iltiqati as-suwari, ni matahadharisho, makatazo ya kupiga mapicha kwenye minasaba ya kiharusi kama hii. Eleweni jamani, picha ni haramu. Asili ya picha zote ni haramu. Kiumbe chenye roho kukipiga picha ni haramu. Ni sawasawa ni picha ya ukumbusho, ni sawasawa ni picha ya dini ya kwenye maharusi, picha zote ni haramu. Isipokuwa zile zitakazovuliwa na sheria, kama picha za dharura. Picha za dharura hizo sheria imeziondoa, kwani sheria inasema kwamba kitu cha halal cha haramu kitajuzu kutumika wakati wa dharura. Ad-daruratu tubihu al-mahdhurat, dharura inahalalisha kitu ambacho ni cha nini, cha haramu. Tawapa mfano. Unaambiwa ukiwa uko porini, hakuna chakula mbele yako, unataka kufa na njaa, mpaka unaangalia hivi, unaona mzoga wa nguruwe huo hapo, nikikata mnofu hapa nikala sifi. Unaambiwa kata mnofu wa nguruwe, kula ili usifanyeje, usife. Al-Imam Malik, Imamu Dar al-Hijra, asema tena pia haitoshi hiyo, kata na mnofu mwingine tia kwenye mfuko wako. Lakini ukifika mahala njaa inauma, kula. Ila ukifika kwenye mji kwamba utapata chakula, tayari ule mzoga umekuwa nini, haramu. Utupilie mbali, usiule tena. Uliula kwa sababu ya kuustiri roho yako isije ikatoka. Kwa hiyo ni dharura. Kwa hiyo dharura, mlango wa dharura ubakie kuwa ni dharura. Katika masala ya picha kwenye dharura, mfano leo hii, zamani ilikuwa dunia yote ni sawasawa na kitu kimoja tu, unatembea utakako. Lakini siku hizi dunia imekatakatwa vipande, na hizo sehemu huwezi kuingia mpaka uwe na passport, na passport huwezi kuipata mpaka upigwe picha. Passport huwezi kuipata mpaka uwe na kadi ya NIDA. Kadi ya NIDA lazima upigwe picha. Kwa hiyo ina maana hutoweza kuenda hija mpaka uwe na kadi ya NIDA, kadi ya mwananchi. Na kadi ya mwananchi ili uipate lazima upigwe picha. Sasa huo ndio mlango wa dharura. Ili ukaenda ukafanya ibada ya hija, upigwe picha huku, upate pasipoti, ili ukipita pale mpakani unajulikana wewe ni nani, unatoka wapi, nchi gani, mji upi. Huo ni katika mlango wa dharura. Lakini pia miongoni mwa picha za dharura ni picha za ulinzi. Picha za ulinzi. Kwa mfano pale Makkah al-Mukarrama wal Madinah an-Nabawiyya, mashekhe wanaonekana leo hii, ukifungua television unawaona, utashangaa mbona wale mashekhe waonekana. Na picha zipo pale ndani, ni picha za ulinzi, zinamtazama kila anayeingia pale. Ukiingia na bunduki unaonekana, ukiingia na kisu unaonekana. Hizo ni katika picha za dharura. Miongoni mwa picha za dharura ni picha ambazo zinapigwa kwa ajili ya maskuli, madrasa au vyuo. Mtoto akimaliza skuli au madrasa, atakapewa shahada, kutahitajika picha ibandikwe kwenye shahada yake, ni katika mlango wa dharura. Kwa hiyo dharura zibakie kuwa dharura.
wa ila kinyume na hivyo picha zote ni haramu. Kwa hiyo haitajuzu kupiga mapicha maharusini. Bibi harusi amepambwa vizuri kwa ajili ya mumewe, leo inakuja mija na dume nayo inasema tunataka tupige picha na shemeji yetu. Wengine wanamwekea mkono kabisa. Zinapigwa picha hapa. Namna gani bwana? Lakini pia tukirudi katika upande wa dini, Mtume alayhi salatu wassalam azungumza kwamba malaika wa kheri hawaingii kwenye nyumba ambayo ndani yake mna nini? Mna picha. Nakuta mtu eti kwenye varanda yake hapo kaeka picha ya mwanasiasa fulani hapo. Malaika wa kheri haingii nyumba hiyo. Kwa hiyo tujiepusheni na masala ya majipicha. Na picha ni picha, ni sawasawa ni ya kuchonga, ni sawasawa ni ya kushona, ni sawasawa ni ya kuchora, ni sawasawa ni ya kumulika na vyombo vya kisasa. Zote zinaitwa ni picha. Mambo ni mengi mno ayuhannas. Katika hili nitatoa hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam, asema ashaddu an-nasi adhaban yawm al-qiyama, watu watakaokuwa na adhabu kali mno siku ya kiyama, al-musawwirun, ni watu wa kusawirisha sura, watu wa kupiga picha. Kiarabu inaitwa sura, Kiswahili ni picha. Na hiyo sura hiyo wale waislamu wanaita sura, wasiokuwa waislamu wanaita sura. Maadamu ni sura, achana nayo. Kwa sababu mimi napiga maana nilimsikia shekhe fulani kwenye TV fulani kwenye mawaidha anasema hizi za kumulika sio sura hizi, sio picha hizi. Siku ya kiyama unaulizwa, mbona umepiga mapicha yote haya? Yatie roho. Unasema mimi shekhe fulani nilimuelewa vibaya. Utakuwa na wakati siku hiyo. Kwa nini usichukue tahadhari? Maadamu hadithi ya Mtume inasema watu wa mapicha siku ya kiyama watakuwa na adhabu kali, ukasema mimi naachana nayo, isiyekuwa yule shekhe anayozungumza andanganya mimi nikombwe moto. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo yamejiri au yanajiri kwenye maharusi ni mambo ya mapicha, na hayo mambo ni mambo ambayo dini yetu ya Kiislamu haiyataki mambo hayo.